الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. इस आयत का तर्जुमा है कि वो लोगों जो ईमान लाए तुम पर रोज़े उसी तरह फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा. Hutuba hii halifa mtukufu ni tarehe 12 ya mwezi wa 7 2013. Halifa mtukufu Ayyadahullah Taala anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba enyi mlioamini mmelazimishwa kufunga saumu kama waliolazimishwa wa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. यहाँ अल्लाह ताला के फजल से hapa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu tangu jana Ramadhani imeanza. अल्लाह का शुक्र है Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametujalia गुजरने का मौका था. uhai na tumepata mwezi wa Ramadhan mara ya tena katika maisha yetu. ये आयत जो तिलावत की गई है Aya hii niliyosoma, इसमें खुदा ताला katika aya hii ने एक मोमिन के लिए Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mwaminio और amekumbusha kuhusu umuhimu wa saumu, साथ ये भी फरमा दिया na pamoja na hii alisema पहले जो अंबिया की जमातें गुजरी हैं jumuiya ya manabii उन पर भी रोजे zilizotangulia kabla yenu इसलिए saumu ililazimishwa kwao pia, ईमान में तरक्की kwa sababu ya hii kwamba saumu ni sababu ya kuongeza रूहानियत na kuimarisha imani na kwa ajili ya kuimarisha mambo ya kiroho. मुख्तलिफ मज़ाहब में Tunaona siku hizi ingawa katika dini mbalimbali जैसा कि उन अंबिया के वक्त में था inapatikana saumu iliyolazimishwa mwanzoni बदल गई है. au pamoja na kupita wakati hali ya saumu imebadilika, lakini katika hali yoyote saumu हालत में inapatikana katika dini zote. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का जिक्र भी मिलता है. Kuna habari ya saumu ya Musa alayhi salam, saumu ya Daud alayhi salam. हिंदुओं में भी Katika mabaniani pia kuna चाहे saumu, वाक पर पकी हुई चीज खाने से ingawa hawali chakula kilichopikwa juu ya moto. रोजे का तस्वर है. Pia kuna saumu ya Wakristo pia. बाज फिरके ईसाइयों के ऐसा भी रोजा रखते हैं Makundi kadhaa ya Wakristo wanafunga saumu ya aina hii kwamba hawali nyama, जितनी चाहे खा लें. wanakula mboga kiasi wanachotaka. Hivi karibuni mimi एक रोजेदार को देखने का इत्तेफाक हुआ. nilibahatika kumuona mfungao saumu wa aina hii. Kuna rafiki yetu Mkristo, उनका नाम तो लेने का सवाल नहीं, लेकिन मुल्क का नाम लेने की जरूरत नहीं है. haina haja ya kutaja jina lake au jina la nchi yake, lakini huyu दावत में मेरे करीब बैठे हुए थे. rafiki yetu alikuwa amekaa karibu nami katika sherehe ya mwaliko. क्योंकि खाना प्लेटों में Niliona sahani ya chakula haikuletwa kwake kwa sababu chakula kilikuwa kinapakuliwa. आप नहीं खाएंगे. Nikamuuliza, je, wewe hutakula? Akasema, mimi nimefunga saumu. खैर मैं उनके रोजे के एहतराम में खामोश हो. Mimi kwa sababu ya heshima ya saumu yake nilikaa kimya, दुनियादार हैं, na nilishangaa pia kwa kuona kwamba ni mtu wa dunia, ni mwanasiasa, lakini anafuata dini yake. थोड़ी देर बाद मैंने देखा Baada ya kidogo niliona kwamba वगैरह उनके सामने पड़ी हुई थी, mboga ilikuwa mbele yake चावल भी थे, na vilevile ilikuwa wali pia. वगैरह तो Nilimwambia kwamba katika saumu yako unakula mboga na wali. Akasema ndiyo, nakula mboga na wali. Kwa hiyo akaanza kula. उसके बाद
baada ya kidogo हमारे सामने डिशों में mbele yetu sisi tuliletewa kuku आने लगा। हमने डाल के खाना शुरू किया। na tulianza kula kuku. baada ya जब मैंने उनकी प्लेट देखी muda kidogo nilipoona sahani yake, पड़ी तो वहाँ उनमें भी गोश्त पड़ा हुआ था। katika sahani yake niliona nyama. पूछा कि रोजे में जो मुर्गी का गोश्त है Nikamuuliza kwamba je, katika saumu unaruhusiwa kula nyama ya kuku katika saumu? सर्व करने वाले Kwa kufanya tabasamu nilimuuliza hivi kwa sababu alikuwa rafiki yangu. Nilimuuliza hivi, yeye akasema kwamba सालन का डिश में wanaopakua chakula walikuwa wanakuja kwangu mara kwa mara. कि अगर मेजबान Kwa hiyo dini yangu inasema ikiwa mtu anakupatia, mwenye nyumba anakupatia chakula na anakulazimisha, basi ule. Ndiyo maana mimi nakula करने वालों की nyama ya kuku. रोजे की हालत है। Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya watu wa hawa ambao ni watu wa dini ya zamani, kwa sababu wote walikuwa wanakula nyama na nyama ilikuwa tamu sana. Alipoona watu wote wanakula, labda wale waliokuwa wanapakua chakula walikuwa watu wawili, ले लिया। hakupokea kwa mtu wa kwanza, lakini kwa mtu mwingine alipokea nyama, खाना भी शुरू कर दिया। na kwa kupokea kwake alianza kula nyama ila hali alikuwa amefunga. गालिब आ गए Kwa hiyo mambo ya dunia कि दीनी अहकाम yalitangulia juu ya dini. Kwa sababu ya hii kwamba katika dini yenu mambo ya dini si wazi, हिफाजत का अल्लाह ताला का वादा। lakini Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba atalinda mafundisho ya Qur'an tukufu mpaka leo inapatikana katika hali yake halisi, na waaminio यहाँ के रोजों का जिक्र नहीं किया गया। wameamrishwa kufunga saumu. Haikuelezwa saumu ya manabii na saumu ya mawali, bali Mwenyezi Mungu aliwaamuru waaminio kwamba ikiwa nyinyi ni waaminio, basi katika hali hii saumu एक महीने के लिए ni lazima kwenu kwa mwezi mmoja, सुबह शाम तक परहेज जरूरी है। na kutoka asubuhi mpaka jioni hamruhusiwi kula chakula wala kunywa. फरमाया Na kwa nini wanalazimika kufunga saumu? Ili mpate kumcha Mungu, करनी है। kwa sababu mnalazimika kupata maendeleo katika ucha Mungu. ताला के Kwa sababu ya saumu mtajitahidi kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. खुदा ताला की रजा का हसूल करना है। बेशक Bila shaka भी हमारियों को Biblia pia की रजा के लिए iliwaambia हुक्म है। wafuasi wa Isa alayhi salatu wassalam kwamba wao wafunge kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, si kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine. रोजे से Na नीयत बढ़ती है। hii pia ni kwamba kwa sababu ya kufunga saumu imani inaimarika na वहाँ maradhi pia inapona. हमारे के नजरिए ने Lakini katika dini ya Kikristo nadharia ya kafara ilifisha से खत्म कर दिया। roho ya kufunga saumu. नहीं Basi ikiwa hakuna lengo la kupata uchamungu katika hali hii, umuhimu wa saumu unakwisha, na wakati baraka haipatikani katika hali hii, saumu inabaki saumu ya jina tu. और उबली हुई Katika hali hii kula boga गोश्त की तरफ bichi पड़ जाते हैं। na kula nyama इस्लाम की pia खूबसूरती है। ni kitu cha lazima. की खूबसूरती है। Huzur anasema kwamba ni uzuri wa mafundisho ya Qur'an tukufu kwamba उसका मकसद Mwenyezi Mungu hakueleza mafundisho tu, bali alieleza malengo yake na sababu yake ni nini, na kwa kufanya और फिर na इस्लाम kwa की kufuata तालीम yale को mafundisho waamini wameahidiwa watapata ujira. अमली नमूने कायम करने Kisha kwa ajili ya kuisha na kubakisha hai mafundisho haya, Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma mujaddid na mawali इस जमाने में kwa kuwa mfano, na katika zama hii का ज़हूर फरमाकर kwa kumtuma Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam और गैर मुस्लिमों kwa ajili ya Waislamu na kwa ajili ya wasiokuwa Waislamu. को उसकी असली हालत में जिंदा करने के Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa kuisha mafundisho sahihi ya Islam tena, जिन्होंने तकवा पर चलने की बार बार कुरानी तालीम की रोशनी में तलकीन फरमाई। ambaye alisisitiza tufuate ucha Mungu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'an tukufu, na ametukumbusha
kufunga saumu kwa ajili ya mwenyezi mungu. Sayyidina al-Islam anasema sehemu moja, jambo la tatu ambalo ni nguzo za islam ni saumu. रोजे की हकीकत से भी लोग नावाकिफ हैं। watu hawajui uhakika wa saumu ni nini. saumu si hii tu kwamba mtu anaacha kunywa na kula, bali saumu uhakika, kuna uhakika wake na athari yake, na hii inapatikana kwa sababu ya udhoefu katika maumbile ya mwanadamu. Ni kwamba kiasi anachokula kidogo anapata mambo ya kiroho na anapata ruya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema punguzeni chakula cha kimwili na mupate chakula cha kiroho. Anayefunga saumu anatakiwa azingatie kwamba lengo la saumu si hii tu kwamba aache kunywa na kula, bali anatakiwa aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu ili apate amwelekee Mwenyezi Mungu. Basi saumu lengo lake ni kwamba kuacha chapati moja ambacho ni chapati cha mwili, apate chapati nyingine ambayo ni utulivu kwa ajili ya roho yake. Yule ambaye anafunga saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu si kama ni mila. Watu wa aina hii wanatakiwa wamhamidu Mwenyezi Mungu na waendelee kufanya tasbihi ya Mwenyezi Mungu ili wapate utulivu wa kiroho. Katika andiko hili Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema kiasi mtu anakula kidogo anapata uimara wa imani yake na utakaso wa imani yake. Na akasema kwamba kuacha kunywa na kula si kupata sababu ya utakaso, wala lengo la saumu haliwezi kupatikana kwa kufanya hivi. Hata hii ni kinyume na amri ya Qur'ani tukufu, kwa sababu lengo la saumu ni kupata ucha Mungu. Basi akasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ikiwa saumu imefungwa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii wakati wote anapokuwa katika saumu anatakiwa amkumbuke Mwenyezi Mungu. Katika sehemu nyingine Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwa sababu ya kuacha chakula na kunywa, baadhi wakati watu wanaojitenga dunia wao pia wanapata hali hii kwamba wanapata ruya, lakini hii si lengo la maisha ya Muislamu. Lengo la maisha ya mwaminio ni kumwelekea Mwenyezi Mungu, na hii inapatikana kwa sababu ya ibada na kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu, na swala ni sababu yake nzuri ambayo inaleta athari katika roho ya mwanadamu na inakuwa sababu ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Basi saumu haswa ni ile ambayo pamoja na kupunguza chakula kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kujizuia katika vyakula vya halali, na kwa kujizuia katika vyakula asipoteze muda wake katika biashara ya dunia, bali aswali swala na aendelee kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ikiwa alikuwa akichanganya swala mbili, au baadhi wakati alikuwa akiswali swala kwa kuchelewa, lakini katika saumu ya Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, anatakiwa atangulize ibada ya Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu. Sayyidina alayhi salam alisema mtu anatakiwa azingatie kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumsifu yeye, na isiwe kwa mdomo tu, bali Sayyidina alayhi salam alisema mnaposema alhamdulillah muzingatie kwamba hamd inapaswa kwa Mwenyezi Mungu tu, na muwe na imani hii kwamba sifa ya kila aina ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na sifa zote zinamhusu Mwenyezi Mungu. Sisi tunamhimidi Mwenyezi Mungu ambaye anawaongoza wapotevu
basi ikiwa mwaka mzima tunaendelea उस तरह नहीं झुके, ikiwa hatukuinama mbele ya Mwenyezi Mungu महीने में हमें sawa na haki yake katika mwezi wa mtukufu Ramadhan, utuongoze Mola wetu आइंदा गुमराही से भी बचें, ili tujiepushe mbali katika upotevu, na kwa kupata baraka katika mwezi huu wa Ramadhan tuweze kupata ucha Mungu. आप अलैहिस्सलाम ने Sayyidina alayhi salam रहनुमाई फरमाई, alituongoza kuhusu hii pia. Wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu muzingatie jambo hili pia, kwamba heshima ya kila aina ni katika ni mikononi mwa Mwenyezi Mungu. ये दुआ भी करनी चाहिए। Katika Ramadhan tunatakiwa tufanye dua hii pia, वो नेकियां mema तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाए, Mwenyezi Mungu atujalie कुर्ब दिलाने वाली, kufanya mema ambayo inaleta और दुनिया की karibu na Mwenyezi Mungu, और तफाखुर की तरफ हम झुकने वाले ना हो। na tusiiname katika heshima na fahari ya dunia. ये भी ख्याल रहना चाहिए Wakati wa kumsifu Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuzingatie jambo hili pia, ताला की kwamba ज़ात पर होगा, kila wakati tutamtegemea Mungu na hatutategemea dunia. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba मान में तो जो रखो, katika Ramadhan mnatakiwa mufanye tasbihi ya Mwenyezi Mungu, kusema subhanallah hii haitoshi, wakati bali की बयान हो, wakati ये दुआ हो और दर्द से दुआ हो, subhanallah inaposemwa kule inatakiwa mufanye dua hii kwa moyo sana, kwamba Mwenyezi दुनियावी Mungu अनाशों से भी पाक कर, atusafishe katika uchafu wa dunia, रमजान हमारे अंदर हकीकी तकवा na Ramadhan hii ilete uchamungu halisi ndani yetu. अपनी Kisha Sayyidina alayhi salam alisema, mnasema mufanye इबादत के लायक dua ज़ात maombi अल्लाह ताला की ज़ात है। kwa nia hii kwamba ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anapokea maombi. किसी किस्म के नुकसान से बचा सकता है, Ikiwa anayeweza kutusalimisha katika madhara, basi yeye ni Mwenyezi Mungu tu. किसी सहारे की जरूरत हो, Ikiwa sisi tunataka msaada wa aina wowote, basi tunatakiwa tupate msaada wa Mungu, खुदा ताला के सहारे की जरूरत होती है। na mwanadamu kila wakati anataka msaada wa Mwenyezi Mungu. इसलिए Kwa hivyo इस माबूद हकीकी की तरफ हर वक्त kila wakati रहने की कोशिश हो, anatakiwa mwanadamu aendelee kuinama mbele ya Mwenyezi के Mungu साथ katika Ramadhan pamoja na kufunga saumu. Afanye dua hii pia, तू हमेशा अपनी पनाह में हमें रखना। Mola wetu utulinde kila wakati. जो तब्दीलियां ए अल्लाह Mabadiliko से फैज पाने वालों के लिए मुकद्दर की, yanayopatikana kwa sababu ya kufunga saumu, basi utupatie mabadiliko haya, ऐसा हो और ऐसा ये हिस्सा हो na mabadiliko haya yawe ya aina hii, kwamba yaendelee kupatikana na yaendelee kubaki katika maisha yetu yote. हम Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema kwamba hamdi yenu hii na tasbihi yenu hii ni जो तबत्तुल ya aina hii ambayo inaleta hali ya tabattul, ये है na tabattul ilallah maana yake ni kwamba की रजा की खातिर kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu दुनियावी ख्वाहिशात से अलग कर लेना, kujitenga katika tamaa zote za dunia कामिल वफा का ताल्लुक पैदा कर लेना, na kuwa na urafiki na Mwenyezi Mungu. इनकिता हासिल हो, Na alisema kwamba mupate inqita, yani mujiepushe mbali katika uchafu wa dunia इबादत की तरफ तवज्जो करो। na muzingatie ibada ya Mwenyezi Mungu. Hali hii वो मकसद हासिल itakapopatikana, होगा जो खुदा ताला ने बयान फरमाया है, mtapata lile lengo ambalo Mwenyezi Mungu alilolieleza kwamba तकवा हासिल करने वाला होगा, mfungao saumu atapata ucha Mungu. जो 2 दिन से शुरू हुआ है, Basi Ramadhani hii ambayo ilianza tangu siku 2 iliyopita चलना है, na itaendelea mpaka siku 29 au 30, inaweza kutupatia faida wakati मकसद को अपने सामने sisi tutazingatia lengo hili. और ये मकसद इतना बड़ा है, Na lengo hili ni kubwa इसके लिए kiasi hiki kwamba मेहनत की जरूरत kwa ajili yake tunalazimika है, रोजे kufanya का हक अदा juhudi करने की sana. जरूरत है, Kuna haja ya kutimiza अपनी haki ya बातों saumu का yetu, हक vile अदा vile करने kuna की haja ya kutimiza और haki ya अल्लाह ibada की zingine. मखलूक का हक अदा करने की भी जरूरत है। Vile vile kuna haja ya kuzingatia na kutimiza haki za viumbe wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kutimiza haki za hizi zote ni kupata ucha Mungu. कि जैसा Tunatakiwa tukumbuke, वाक्य बयान kama niliyoeleza habari ya rafiki yangu moja, 3 पर अमल छोड़ दिया,
खुदा ताला की बताई हुई watu wa zamani waliacha kufuata dini खुदा zao ताला की रजा के हसूल के लिए थी vizuizi viliowekwa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa kuacha vile vizuizi जो रोजे जिस हालत में उन पर फर्ज किए गए थे na saumu kama ilivyofaradhishwa और रोजे रखने का au तरीक जिस हालत में kama walivyofundishwa jinsi gani wanalazimika kufunga saumu waliacha roho yake pia जो एक इबादत है saumu ambayo ni ibada जिसका मकसद na lengo lake ni kupata maendeleo katika uchamungu na ni kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hii pia ilikwisha तो ये भी एक किस्म का शिरक है tukizingatia kwa makini hii pia ni shirk दुनियावी अखलाक के नाम पर huzuri anasema ingawa kwa kidhahiri kwa jina la hulka ya dunia kwa ajili ya खुदा ताला के हुक्म को mwenye nyumba alivunja amri ya Mwenyezi Mungu ni alidharau amri ya Mwenyezi Mungu जिसको भी अहमियत दें yeyote anayepewa umuhimu dhidi ya Mwenyezi Mungu खुदा ताला की kwa ज़ात kufanya hivi चली जाती है polepole Mwenyezi Mungu और anakuwa शिरक गालिब आ जाता है nyuma na ushirikina बस unatangulizwa रोजे तुमसे पहले जो लोग गुजरे उन पर भी फर्ज थे Mwenyezi Mungu alisema waliokuwa kabla yenu saumu ilifaradhishwa juu yao pia दीनी लिहाज से si kwa ajili yenu पहली tu कौमों की हालत बिगड़ती रही lakini hali ya dini ya mataifa yaliyokuwa kabla yenu iliendelea kubadilika रूह को भूल गए wao walisahau roho ya amri ya Mwenyezi Mungu na asili ya amri ya Mwenyezi Mungu na kilichobaki ni kuwaonyesha watu wengine tu katika mfano huu waislamu wamepewa funzo hili pia kwamba समझने wale waislamu ambao badala ya kuelewa lengo la saumu badala ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu badala ya kufanya tasbihi katika saumu badala ya kuzingatia na kulinda swala zao wao wanafanya fahari kwa sababu ya kufunga saumu tu saumu yao itakuwa kama ilikuwa saumu ya watu wa zamani ikiwa hawazingatii uchamungu basi hali yenu pia itakuwa hali sawa na wale watu walikuwa kabla yenu फर्ज रोजों के अलावा mawalii wa kijina pamoja na saumu ya Ramadhani wanafunga saumu ya nafali na wanaeleza kwamba wamefunga saumu ya nafali ila hali saumu ya nafali ibada ya nafali ni ibada iliyofichika कि मेहमान आ जाए Sinama la Salam alieleza hali ya watu wa aina hii kwamba mgeni akija wanasema खाने के वक्त किसी के यहाँ पहुंच जाएंगे chakula kiletwe chakula kinapoletwa wanasema ule mimi nimefunga तो कहते हैं कि नहीं नहीं au wanaenda kumtembelea jamaa au rafiki yao na wanapoletewa chakula wanasema kwamba mimi siwezi kula chakula kwa sababu nimefunga saumu मकसूद होता है na nia yao ni kuambia watu kwamba wamefunga saumu रमजान में भी हैं watu wa aina hii wanapatikana katika Ramadhan pia जरूर से ज्यादा ambao wanaeleza काफी लंबे रोजे हैं गर्मियों की वजह से kuhusu saumu yao kwa mfano siku hizi saumu ni ndefu sana kwa hiyo wanaeleza habari ya ndefu ya saumu नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा इजहार होता है उनका wao wanaeleza hapa na pale kwa kuonyesha uchamungu wao wanaanza kueleza habari ya daku yao na futari yao kwamba mimi nakula kidogo sana बहुत मामूली सरी खा के रोजा na nakula daku kidogo sana na nakula futari pia kidogo sana ऐसा इजहार huzuri anasema bila shaka baadhi wakati mtu anaeleza habari hii bila kuwa na nia ya kuwaonyesha watu wengine lakini wapo wengi ambao wanaeleza habari hii hasa ili और कम खाने का habari ya saumu yao ijulikane na बाद लोग तो ऐसे भी हैं habari ya hali yao ijulikane kwa wengine में से hata wapo wengine katika maulamaa wa kijina ambao si wa Ahmadiyya ambao अपनी कम खुराकी का इजहार कर katika huzuni ya dini wanasema wanakula kidogo sana ऐसे ही एक नाम नेहाद आलिम का एक गैर जमात दोस्त ने वाकया सुनाया mtu mmoja ambaye ni rafiki yetu alinielezea और जमात के खिलाफ habari ya shekhe wa aina hii kwamba yule shekhe alikuwa mhatibu mzuri na dhidi ya jumuiya alikuwa akitoa hutuba nzuri गैर जमात yule shekhe के दर मुरीद था alimwendea yule बड़ी खातिर तवाज़ु की mtu asiyekuwa mwanajumuiya kwa hiyo yule mtu alimpatia नाश्ते के वक्त karamu na alimpatia हैं कि ये kuku wakati wa chakula cha asubuhi बहुत बड़े मुकर्रर और आलिम
ये उस वक्त भी 3 मुर्ग रोस्ट कर खा गए। na yule shekhe akala kuku जो वहाँ tatu बाहर खाने के शौकीन तो होते हैं। wakati ule, kwa sababu huzuri anasema mashekhe wanakula chakula जलसा sana. था, Baada ya जलसे में तकरीर करनी थी, chakula ilikuwa mkutano na तो मजलूम alilazimika ने na डालने के लिए ilipangwa atoe hutuba. Kwa hiyo yule shekhi alianza kutoa hutuba yake kwa kusema hivi kwamba mimi mtumishi wa dini वासे रसूल के मुंह में उम्मत के गम में na सुबह से mimi एक mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangu asubuhi sijala kitu chochote. गैर जमात कहते थे Yule mtu asiyekuwa mwanajumuiya anasema mimi nilikuwa nimekaa mbele yake, 3 साल मुर्गे kwake alikula kuku tatu asubuhi. Na वैसे उन आलम ने भी ठीक कहा था। Nazuru anasema yule shekhi pia alisema kweli, hakula wali hata tembe moja, lakini alikula बहरहाल kuku ऐसे tatu. मुसलमान हैं जिनके दीन Nazuru anasema wapo और इबादतें watu भी और wa aina hii kwamba इबादत है, ibada yao na saumu yao si kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali ni kwa ajili ya kuwaonyesha wengine. कि तुम्हारी हर Mwenyezi Mungu amesema lengo la ibada yenu inatakiwa iwe kupata ucha Mungu. इबादतें Ikiwa ibada yenu ni kwa ajili ya kuambia wengine na kuwaonyesha wengine, katika hali hii अजर मिला, watu waliotangulia hawakupata faida ya saumu yao, na ninyi pia hamtapata faida katika hali hii. से मकसद Lakini ikiwa kwa kueleza तो फिर वो तुम्हारी saumu sababu yake ilikuwa hii kwamba watu waogope तो मिल गए। na waheshimu kwa sababu ya saumu, kwa hivyo hii umeshapata katika dunia hii. Katika akhira hamtapata thawabu. Ikiwa mnataka रोजों का अजर thawabu na ujira wa mema, mnataka ujira wa saumu, hamwezi kupata bila kuwa na ucha Mungu. फैसला फरमा सकता है। Na kuhusu ucha Mungu ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anaweza kuamua kwamba ni nani anayefuata ucha Mungu na nani hafuati ucha इसमें Mungu. सोचेगा, Ikiwa mwaminiwa akifikiria katika करने की कोशिश करेगा, njia hii na अल्लाह की रजा के हसूल atafunga saumu ये होंगे, kwa nia hii katika Ramadhan, बनेंगे, katika hali hii तज़किया नफ्स atapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Vile vile saumu जारी itatakasa रहने का जरिया nafsi yake na itaendeleza mema उन लोगों में शामिल होगा katika siku बारे zijazo. में Atahisabiwa pamoja na wale ambao kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ईमान की हालत anayefunga saumu kwa nia ya imani na kwa kujichunguza, ईमान की हालत और अपना मुहासबा नफ्स करते हुए रखे, Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zake zote za zamani. और फिर खुदा ताला ने यह भी फरमाया Kisha Mwenyezi Mungu alisema hii pia kwamba saumu inafungwa kwa ajili yangu, जजा बन जाता हूँ। anayefanya hivi basi mimi nakuwa ujira रोज़ेदार wake, की जजा, yani सिर्फ रोज़ेदार की जजा, ujira wa mfungao रसूल saumu. के लिए रोजा रखे, Anayefunga saumu kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, ujira wake यानी ni kiasi gani Mwenyezi Mungu tu anayejua, जब देता है तो atampatia kiasi gani. बस ये वो रोजे हैं Basi जो हम में से हर एक को रखने की hizi कोशिश ni saumu ambazo kila mmoja wetu anatakiwa azifunge, si मकसद ile saumu ambayo lengo lake ni रमजान की एक जो रॉ रमजान में चली होती है, तमाम लोग रोजे ni kufunga saumu kwa sababu watu wote wanafunga रहते saumu, हुए na kwa sababu ya mwenendo huu anafunga saumu. सिर्फ सुबह से शाम तक भूखा रहना Kuacha kunywa na kula tangu asubuhi mpaka jioni isiwe lengo la saumu, bali lengo liwe ucha Mungu, वो रोजा हो bali बन जाए, saumu iwe saumu ambayo inakuwa ngao kwa ajili yake, saumu ambayo inamsalimisha katika shari ya kila aina जो सिर्फ na inafungua njia za heri, na iwe saumu si njaa tu, रातों को bali pamoja na kumkumbuka Mwenyezi Mungu usiku ile mtu aswali nafali na swala. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza umuhimu sana wa nafali katika usiku wa Ramadhan. रमजान की रात Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, anayesali उसके गुनाह nafali katika usiku wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu anasamehe dhambi zake zote. से बचने के लिए
लिए kisha saumu si खैर के रास्ते खोलने वाला नहीं है, sababu ya kujiepusha mbali katika shari na kufungua njia za kheri za dini tu, bali inafungua njia za kheri za dunia. जिसको अब डॉक्टर भी Kwa mfano heri moja ambayo imekubaliwa na कर दिया है। madaktari na wanasiasa sayansi pia wameanza kukubali, साल में एक ni kwamba जो खाने पीने का कंट्रोल kuacha इंसानी सेहत के लिए मुफीद kula mwezi mmoja katika एक भलाई है। mwaka mzima ni nzuri kwa ajili ya afya, na kwa sababu ya hii नीयत mtu anapata afya nzuri. हो Basi ikiwa nia ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii faida ya kimwili pia inapatikana, vile vile kuna faida chungu mzima तकवा के pia. रसूल के लिए रखा जाए, Kisha ikiwa saumu inafungwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu, जिसमें से तकवा के रसूल के लिए गुजरा जाए, Ramadhana ambayo मुआशरे की saumu inafungwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu inaboresha jamii pia. अपने गरीब भाइयों की जरूरियात की तरफ तवज्जो पैदा हो। Mtu anazingatia mahitaji ya ndugu zake, mahitaji na maskini. वसल्लम का उसवा हमारे सामने है। Na mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbele yetu. Katika mfano huu unapatikana kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhan Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa sadaka sana. मोमिन का भी फर्ज है Basi ni jukumu la muaminiyo pia kwamba afuate sunna hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. मुआशरे में बेचैनियों को दूर करने का बायस बनता है। Hii inasababisha kuondoa मोमिन के लिए अपने कमजोर shida za jamii. भाई के लिए नरमी के और जो प्यार Muaminio पैदा करने का बायस mwenye uwezo anapata nafasi ya kumsaidia nduguye ambaye hana uwezo, माली लिहाज से बेहतर भाई के लिए जो हक अदा करते हुए mwaminio ambaye anatimiza haki yake, pamoja na hii anatimiza haki ya ndugu yake. Yule ndugu pia anakuwa na mapenzi kwa ajili ya nduguye mwaminio. जो अल्लाह ताला की रजा के लिए Kisha saumu ambayo inakuwa kwa ajili ya kupata ucha Mungu na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya hii mtu anapata कमखोरी इसलिए नहीं होती nafasi ya kujitahidi, पर इजहार हो, na saumu si kwa ajili ya kuwaelezea wengine, कम करके bali इसके नफ्स की तरफ saumu ni kwamba kwa kupunguza chakula cha kimwili ajitahidi kujitakasa na kutakasa nafsi yake. कम खा के Basi wale watu ambao wanawasi hii kwamba isije watadhoofika kwa sababu ya kula kidogo, wanakula chakula kingi sana wakati wa daku, kuna funzo kwa ajili yao pia kwamba wao wapunguze chakula chao. गैर जरूरी Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi mfungao saumu kwamba का खतरा हो, mahali ambapo kuna nafasi ya kutokea fitina na ihtilafu, रोजेदार को ये नसीहत फरमाई है, kule mfungao saumu इन्नी सायम aseme inni saimun, kwamba mimi nimefunga saumu. इसमें तकवा के रास्तों की निशानदेही फरमाई है। Katika hii Mtume saa salam ametufundisha njia za uchamungu, yani kwa ajili ya kutimiza haki za saumu. Kwa ajili ya kupata uchamungu mtu analazimika तुमने अपने आप को ajizuie झगड़ों से बचाना है, ajizuie katika तुमने अपने katika आप को mapigano से बचाना है कि रोजे का मकसद पूरा हो, ili lengo la saumu litimie. जानी से भी बचाना है Vile vile mnalazimika kujizuia katika kusema uongo ili lengo la saumu litimie. के लिए गलत Kwa hiyo mfungao saumu इस्तेमाल से रुकना भी जरूरी है। analazimika kutumia maneno machafu katika ulimi wake, जुबान को काबू में रखने और गलत इस्तेमाल kuzuia ulimi katika जो तकवा के maneno हकूक़ के लिए machafu katika mwezi moja ज़रूरी है, itamsaidia mwaminio katika maisha yake, kwamba katika siku zijazo atajiepusha mbali katika dhambi मुस्तकिल chungu मिजाजी से mzima. एक महीने तक Katika mwezi mtukufu wa की Ramadhan आदत पड़ती है। anajizoea kwa kujiepusha mbali katika maovu, पर चलने की मुस्तकिल आदत पड़ जाती है। na anajizoea kufuata njia za uchamungu kwa mfululizo. आदत ही असल में रोजा और रमजान Na hii tabia yake ya aina hii ni lengo la saumu na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kisha Huzur anasema kwamba mwezi mmoja की रजा की कोशिश
katika mwaka kufanya wema na kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu बुराइयों में मुलव्वस होना तो कोई मकसद पूरा नहीं करता। halitimizi lengo la mwaminio, हर एक को अपने जायजे लेते हुए bali katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kila mmoja anatakiwa achunguze nafsi yake na atafute lengo la saumu na atafute njia za uchamungu. हाल Udhoefu wa kuacha vitu vya halali utakaopatikana kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. तजुर्बा हासिल होगा। Kwa sababu ya hii अमूमी अखलाकी तब्दीली पैदा करने का जरिया बनाने की कोशिश की जरूरत है। analazimika afanye juhudi ya kuleta mabadiliko ya hulka njema ndani yake. अपने गरीब Atakapolazimika kuitimiza haki za wengine, ndugu zake. हिस्सा बनाने की तरफ Kwa sababu ya hii और कोशिश की जरूरत है। analazimika रोजों में afanye juhudi ya kuendelea na tabia hii. इबादत Basi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan जो खास माहौल mazingira ya ibada maalum yaliyopatikana, है kuna haja ya kuendelea na hali hii ग्रोह में ili tuweze kusogelea karibu na wale watu ambao ni kundi la waaminio na wamchao Mwenyezi Mungu सलाहियतों के साथ katika Ramadhani hii. Kwa kutumia nguvu yetu yote की कोशिश करनी चाहिए। tunatakiwa tujitahidi kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. हम पर एहसान है Hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba katika Ramadhan के दरवाजे खोल देते हैं, Mwenyezi Mungu anafungua milango ya pepo बंद कर na anafunga milango ya jahanamu. कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में Basi tunatakiwa tujitahidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan बात की दाई के जरिए kwa kufanya ibada na kwa kujitakasa. में दाखिल होने की कोशिश करें, Tujitahidi kuingia katika milango ya pepo दरवाजों से दाखिल होने की कोशिश करें। au tuingia peponi kwa kutumia milango hii, kisha milango hii iwe wazi daima तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए kwa kufanya toba na istighfar. और उन खुशकिस्मतों में शामिल हो जाएं Muiname na muwe pamoja na wale wenye bahati nzuri ambao ताला को kwa kutumia kwa kupokea tauba Mwenyezi Mungu anafurahi zaidi kuliko mama ambaye aliyepoteza mtoto wake kisha ताला alimpata. तौफीक दे Mwenyezi Mungu atuwezeshe उस प्यार को हासिल करने वाले kwamba हों। sisi tuweze kupata yale mapenzi ya Mwenyezi इस Mungu, रमजान में वो खुशी पहुंचाने वाले हों tumweze kumfurahisha Mwenyezi Mungu katika Ramadhani hii बच्चे के माँ को मिल जाने से ज्यादा है। ambayo anapata mama लेकिन जैसा कि aliyepoteza इसका mtoto बार-बार जिक्र wake, हो चुका है, na kwa kupata yule mtoto anapata furaha. तकवा Kwa ajili ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu, sisi tunalazimika tufuate njia za uchamungu na tufanye ibada ambazo ni ibada za faradhi na nafali. Tuboreshe रोजों का हक अदा ibada करने की zetu कोशिश करनी होगी। na हकूकुल इबाद की tutimize तरफ, haki ya अदायगी saumu yetu अदायगी की तरफ तवज्जो देनी होगी। na tuzingatie अल्लाह ताला haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. अपने फजल से Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake kwa fadhili zake atujalie tuweze kupata hayo yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. इस नमाजों के Khalifa mtukufu anasema kwamba baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza kadhaa. Jeneza kadhaa iko hapa na jeneza nyingine ni ghaibu. Jeneza ambayo iko hapa, Hazur anauliza, je, jeneza imeshafika hapa au la? Jeneza hii ni ya Bi Irfana Shukur, mke wa Mia Abdul Shukur Saheb. Tarehe 9 wa Julai 2013 alifariki katika umri wa miaka 62. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa Sheikh Zakaullah Saheb ambaye alifanya bayat kwa mkono wa halifa mtukufu wa pili. Marehemu aliolewa katika familia maarufu ya jumuiya. Munshi Abdulaziz Ojalwi Saheb alikuwa babu wa mume wake Mwalimu Muhammadin Saheb.
और na रहमत अली साहब hadrat maulvi rahmat ali saheb ambao hawa walikuwa masahaba wa sinam alayhi salatu wassalam मोहम्मदीन साहब walikuwa katika jamaa wa mume yake और वो wa mume wake शहर रहे हैं आपके ससुराली थे शौहर के खालू थे मरहुमान marehemu alikuwa mwanamke mwema sana alikuwa akizingatia sana swala अजीज खातून थी katika jamaat alikuwa mama mpendwa sana ताल्लुक कायम रखने के लिए नसीहत की alikuwa akiwasihi watoto waendelee kufuata uhulifa alikuwa musi ameacha mumewe mabinti watatu na watoto wa kiume wawili mtoto wake mmoja dr umar ahmad said tarehe 28 2010 katika lahore aliuawa miskitini दूसरा जनाजा jinaza ya pili ni ya binti mtoto maliha anjam ambaye ni binti wa nasir anjam saheb wa walthamstow जुलाई tarehe 9 wa julai 2013 baada ya maradhi ndefu alifariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun alikuwa wakfe nao और जनाजा गायब janaza ghaibu ni ya bwana मौलाना अब्दुल करीम शर्मा maulana abdul karim sharma saheb जो चंद हफ्ते पहले इनकी वफात हुई wiki kadhaa aliyopita alifariki na ameshazikwa आप 1918 1918 tarehe 26 ya Mai alizaliwa katika Kadian. शेख अब्दुल शर्मा साहब Baba yake Sheikh Abdurrahim Sharma Sahib radhiallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba wa Sinam al-Islam na alisilimu katika Baniani na jina lake zamani ilikuwa Kishanan. इस्लाम के हाथ पर बैत करके इस्लाम 1994 alifanya bayat kwa mkono wa Sinam al-Salam. Mama yake Hazrat Aisha Begum Sahiba तलाना की प्रवक्ता थी alilelewa na आपकी वालदा Hazrat Ummul Mu'minin. तलान हो Mama yake alimnyonyesha watoto wa Hazrat Muslim Maud na watoto wa Hazrat दूध पिलाया Mirza Sharif Ahmad Sahib. आपकी दादी को भी अल्लाह ताला ने Bibi yake pia alibahatika kusilimu baada ya kusilimu baba yake मौलवी अब्दुल करीम शर्मा साहब के Maulvi नाना Abdul Karim Sharma Sahib babu yake Hazrat Karam Dad Khan Sahib alikuwa sahaba wa Sinam alayhi salam. Vile vile bibi yake upande wa mama मोहतरमा सुल्तान बीबी साहब bibi Sultan bibi Sahiba की रजाई वालदा थी alimnyonyesha इनके Mirza Bashir Ahmad Sahib. Mpwa wake wawili katika Shikarpur walikuwa watoto wa Rashid Sharma Sahib, Sheikh Muzaffar शेख मुबारक na Sheikh Mubarak. Hawa wote pia waliuawa katika nchi ya Pakistan. शर्मा साहब ने बुनियादी तालीम कादियान से Sharma Sahib alipata masomo ya msingi katika Kadian, baadaye alijiunga na madrasa Ahmadiyya Kadian. दिल में खिदमत की तौफीक मिली Baadaye alitumikia jumuiya katika ofisi ya Al-Fazl 1939 wakati wa khilafa Jubilee. Halifa wa pili उन नौजवानों को मुंतखब किया जिन्होंने लवाए alimchagua Sheikh Sharma Sahib ambaye alilinda bendera ya Ahmadiyya pamoja na khudha wengine. Katika umri wa miaka 26 alitoa wakfu maisha yake. फिर उस Mwanzoni miaka 4 au mitatu alitumikia katika British Army. Baada ya vita vya pili, कादियान आ गए sawa na amri ya halifa wa pili, alikuja Kadian तैयारी शुरू की na alianza kufanya maandalizi kwa ajili ya Afrika. को आप पांचों Januari 1948 pamoja na wabashiri watano alienda East Africa, वहाँ खिदमत दीन na kwa jumla miaka 29 alitumikia jumuiya katika Afrika Mashariki. 1961 wakati East Africa ilipogawanyika, aliteuliwa kuwa missionary in charge wa Uganda. इंचार्ज कीनिया की हैसियत से भी खिदमत Mara mbili aliteuliwa kuwa amir na mission in charge wa Kenya pia. के में ही थे Tangu miaka 78 alikuwa katika Uingereza. तबलीग Miaka 10 aliwahi kuitumikia jumuiya kuwa katibu wa tabligh na Rishanata. बरतानिया की जोबली Wakati wa karne ya sherehe ya jumuiya alikuwa member wa Planning Committee ya Uingereza, alikuwa member wa kamati ya uchaguzi wa halifa. इसने अपनी एक Sharma Sahib aliandika tukio kuhusu maisha yake. Katika tukio hili ये ऐसा वाकया है linapatikana कि इखलास imani ya baba yake जज्बात na yeye pia jinsi gani aliheshimu baba yake.
कहते हैं कि मैं anasema चौथी या पांचवी जमात में nilikuwa पढ़ता था। katika mwaka wa 4 au 5 ya madrasa ahmadia, lakini मैं चाहता था कि nikataka मदरसा kuacha को madrasa हाई स्कूल ahmadia. nilikuwa nataka niache madrasa na nijiunge na मौलाना shule. इब्राहिम साहब बकापुरी के फरजान थे। siku zile Maulana Ibrahim Bakapuri watoto wake wawili pia waliacha madarasa na walijiunga shule, na kwa sababu hii mimi pia nilipata shauku ya kujiunga shule, na nilimuuliza baba yangu, lakini hakujali. Siku moja alikuwa amekaa karibu na jiko, nikasisitiza na nikamwambia kwamba umewaingiza ndugu zangu wengine katika shule, kwa nini umeniingiza katika madrasa? Baba yangu akasema kwamba mimi nilisilimu kutoka katika Baniani, na hii ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwamba alinijalia Islam, lakini nasikitika kwamba sikuweza kuitumikia Islam, kwa nina hamu mtoto wangu aitumikie Islam. Ndio maana nilikuingiza katika madrasa ili kwa kupata elimu ya dini uweze kuitumikia Islam, lakini wewe lakini unasema hutaki kusoma katika madrasa. Kwa kusema hivi aliondoka na alianza kusali sala katika chumba chake. Anasema kwa imani aliyosema baba na hali iliyokuwa wakati ule, moyo wangu ulipata athari sana. Usiku sikupata usingizi, niliendelea kufanya maombi. Asubuhi nikaamua kwamba sawa na hamu ya baba nitaendelea na masomo katika madrasa na nitoa wakfu maisha yangu. Kwa hiyo halifa wa pili alipotoa tahriki ya wakfu, nilimwandikia barua halifa mtukufu kwamba hazuru pokee wakfu yangu, kwamba mimi natoa wakfu maisha yangu. Kwa hivi alitimiza hamu ya baba yake na alipata hamu ya kutumikia dini pia. Kuhusu wabashiri halifa watatu safari fulani alisema wabashiri wetu pamoja na wengine ilikuwa jina lake pia, kwa sababu alikuwa amekaa msikitini. Alisema hawa wabashiri ambao wako hapa katika mji wa Rabwa, watu hawaulizi hawa wabashiri, lakini hawa wabashiri ambao wanapokwenda katika nchi zingine kule, marais wa nchi zile na viongozi wengine wanakutana na wabashiri wetu, na wabashiri wanaalikwa katika sherehe kubwa kubwa sana na wanaheshimiwa sana. Alimwandikia barua rafiki yake kule Kenya. Katika barua ile anaandika, mimi katika Afrika Mashariki nimekaa miaka 29. Mimi kila wakati nilikuwa nikiona kwamba sina uwezo wa kuitumikia. Usiku saa 8 nilikuwa nikiamka, na kwa kuona udhaifu wangu nilikuwa nikilia na nilikuwa nikiomba msaada kwa Mwenyezi Mungu, na kisha nilikuwa nikifanya mpango kwa ajili ya kesho. Huzuri anasema kila mbashiri anatakiwa awe na fikira ya aina hii, yani awe na shauku ya kuitumikia dini, afanye maombi. Mwenyezi Mungu awajalie wabashiri wote kwamba watimize wakfu yao kwa imani sana na kwa shauku sana. Amin. Na Mwenyezi Mungu aipandishe madaraja ya Sharma Sahib. Vile vile katika Qadian, wakati ufisadi ulipoenea, wakati nchi ilipogawanyika katika nchi mbili, Sharma Sahib alimwandikia kaka yake na baba yake kwamba nyinyi wenye bahati nzuri kwamba mnaishi Qadian, mimi mwenyewe pia nataka nije huko. Hali ni aina hii kwamba siwezi kutegemea maisha kwamba nani atarudi kule, lakini kufa kwa ajili ya dini pia ni heshima. Lao ningekuwa kule Qadiana ningeuawa, lakini nyinyi mko kule, kwa hiyo msiwe na wasiwasi wala msiogope, kwa sababu maisha haina thamani wala si kitu chochote. Mwenyezi Mungu awajalie muweze kulinda makao makuu. Hii ilikuwa hali ya imani yake. Huzuri anasema alikuwa mtu mwema sana, mwenye imani sana. Madamu alipokuwa na uwezo wa kutembea, alikuwa akija kukutana nami. Wakati alikuwa hana uwezo wa kutembea kwa kutumia wheelchair, alikuwa akija msikiti wa Fadhil kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Mimi nilipokuwa nikitoka nje kwa ajili ya kuja msikiti wa Baitul Futuh, nilikuwa nikimwona amekaa juu ya wheelchair.
जब तक ये आ सके आते रहे na aliendelea kuja बड़ा miskitini kwa ajili ya kusali प्यार उनके चेहरे से छलक रहा होता था उसमें na kila wakati nilikuwa nikiona mapenzi na utii katika uso wake. Alikuwa akikutana nami na alikuwa akinisalimia. कि खिलाफत से Mjukuu wake pia alieleza baadaye kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa akieleza sana utii wake kwa ajili ya uhalifa. Mjukuu wake mmoja ni bashiri katika nchi ya Sweden. अपने नाना के Mwenyezi Mungu amjalie yeye pia afuate nyayo za babu yake. जनाजे जो हैं Kama niliyosema, janeza hizi nitaswalisha. भी है Jeneza mbili zipo hapa. Kwa hiyo baada ya swala ya Ijumaa mimi nitaenda nje ya msikiti na nitaongoza swala ya jeneza. Nyinyi mubaki hapa msikitini na musali swala ya jeneza. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.